Shukran sana. Kuna mwingine anaitwa Uthman Saidi ameuliza kupitia Ihsani TV. Anasema salamu alaikum, je, inafaa kusoma kwa masalafi? Naam, hili swali kama lile tulioulizwa siku za nyuma kule. Ndio. Kwamba hili swali huyu mtu jawabu lake la haraka kwamba inafaa kusoma kwa masalafi. Ndio. Kwa sababu kweli uambie watu haifai kusoma kwa masalafi. Masalafi ni watu gani? Maana yake ya Kiswahili haraka wajawema. Hasa. Na wajawema waliokusudiwa kisheria ni Mtume pamoja na masahaba wake, kiasi cha karne 3 zile zinazoitwa bora. Sahihi. Watu waliowaiga wao nao pia wananasibishwa na hao ambao mpaka leo wapo kisheria. Sahihi. Kwamba mtu anaweza akawa salafiyun kwa maana afuata tarika, njia ya wale wema waliotangulia. Wao ndio walioifahamu Qur'ani, walioifahamu Sunna. Kwa hiyo sisi tukitaka kuijua Qur'ani na utekelezaji wake na hadithi na utekelezaji wake, tufuate ufahamu wao. Sasa kweli Nasoro umwambie mtu haifai kwenda kwa watu hawa, sijui kasomea wapi sasa. Huyu atakuwa hajui maana ya salafi kabisa. Lakini nasema huyu bwana ana mahala ataka kwenda. Unaona Kwa sababu hivi sasa Nasoro kumezuka kikundi cha vijana. Ndiyo. Na hiki kikundi au si vijana na watu wazima ambao sio hapa Tanzania. Tunaelezea historia ya uasisi wa kikundi hiki. Ndiyo. Ambacho hata kimeitwa ni hizbu, ni kikundi chama pia. Taib. Ambacho kimejipachika jina la usalafi. Taib. Na kwamba watu wote ambao wanaenda na kinyume na rai zao au za mashehe wao wanawatoa katika duara la Sunna, wema waliotangulia. Kwa hiyo watakupachika majina mengi sana mabaya. Ima wewe ni mtu wa bid'a au hizbiyun au siyui, majina mengi. Mara wewe ni khawariji, mara wewe, majina mengi, kisa umekhtilafiana nao. Na huwa mara nyingi watu hawa wanakuwa na uadui mkubwa zaidi na watu ambao kimsingi wanaitwa watu wa Sunna kabisa. Na watu wa Sunna, watu wa Sunna alhamdulillah wamejitokeza miaka ya 80 na kitu. Unaona haina maana hapa kuwepo, kwa sababu kuna baadhi ya mashekhe wetu walianza kuonyesha athari za Sunna. Kwa mfano Sheikh Abdullah Saleh al-Farsi, kina Sheikh al-Amin bin Ali, vitabu vyao vinaonyesha wamewahi kufundisha mpaka kitabu Tauhidi cha Muhammad al-Wahhab. Lakini walivyokuja mashekhe mashuhuri hawa kama kina Sheikh Abdullah Saleh al-Farsi, nakumbuka aliandika vitabu viwili, bid'a namba 1 na namba 2, ndiye ilimweka wazi kwamba huyu mzee mwelekeo wake ni watu wa Sunna. Kwa sababu aliandika kupambana na bid'a tena kwa kutumia vitabu vya madhehebu ya Kishafi. Subhanallah. Sasa vijana walipoanza kufunguka kwenda Arabuni, hasa nchi zile zenye Makka na Madina, au utawala wa nchi ile ambao unadhibiti, ambao manhaji ya masomo ni ya Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa wema, kwa salafu swaleh, wakaja huku wakaanza kueneza fikra sahihi za mafunzo ya Mtume. Hatuna maana wamekuja kueleza Uislamu kama ulikuwa haupo. Uislamu uliokuwepo ulikuwa umeshachanganywa ima na mila au na matwarika ambayo ya uzushi. Ndio. Kwa hiyo ule Uislamu haukuwa safi. Kwa hiyo vijana wakaanza kwanza kuwarudisha watu katika tauhid, jambo la msingi hilo. Ndio. Kwa sababu tayari kumeingia mtu anajiita Muislamu lakini ana matendo ya ushirikina. Anaenda kwenye vilinge vya mashetani, anakwenda kuabudu makaburi, wanakwenda kuabudu mizimu. Wewe unajua humu vijijini wanaitwa wale waganga wanaitwa nani wale sijui? Ramba. Watu wakachangishwa pesa, wakaambiwa eti watafuta chai hapa na nini, wanatapeliwa. Lakini wanaitakidi kwamba yule mtu ni mtu special anapambana. Ni mambo ya uzushi mengi sana kabisa. Sasa vijana walipokuja wakaanza, kwanza jambo la msingi la salafi ni kueneza tauhid na kupambana na shirki. Sahihi. Kwa hiyo waliifanya hii kazi. Hii tosha kwetu sisi kwa hili peke yake. Hawa wanaonekana ni masalafi. Ndio. Unaona Halafu jingine ambalo ni kubwa kabisa ilikuwa kupambana na bid'a.
na watu wa bid'a, kwa sababu katika mambo ambayo Mtume alikuwa akiyakemea sana, mpaka kila baada kwenye swala ya Ijumaa analileta hiyo, iyakum wa muhdathatil umur, ole wenu na mazushi katika dini. Ndio. Au kwenye hadithi tunaona mama Aisha anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddi, atakayezua jambo katika jambo la dini basi atarejeshwa nalo, halitokubaliwa. Kwa hiyo vijana walipokuja pia ikawa hiyo ni moja katika mambo ya msingi ya da'wa. Sahihi. Walipofanya hivi, uadui mkubwa ulijitokeza wa watu ambao tayari walishafisidika katika itikadi zao kabisa. Unakumbuka Nasr, kama wewe ulikuwa kijana mdogo, lakini tulipata vituko vingi sana kabisa. Aina yote ya matusi tulitukana. Bali sisi tuliokuwa wakataza watu bid'a, mfano mimi nilikuwa nimepewa jina sana naitwa Salim Bid'a. Yani ndio bila. Ati mimi ninayekataza ndio naambia mtu bid'a. Na ikatokea uadui mpaka barabara 19 tulivyojenga msikiti tulivamiwa sisi. Subhanallah. Na wapinzani wetu wakubwa walikuwa Madrasa Shamsia. Walikuja na vijana wa mji mzima hapa na mabakora na nini, kutaka kuja kutudhuru pale msikitini. Lakini Mungu akatunusuru. Na wao walisema mwanzo kwamba sisi tutawamaliza kwa hoja. Lakini sasa ilivyokuwa kwamba hoja ameshindwa, wakaona watumie mabavu. Na hii tukasema hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Hivi ndio walivyotuahidi Mola. Kupata misukosuko katika da'wa ni jambo la kawaida. Sahihi. As-sabru ala al-adha, kusubiri kwa adha ambayo inatufika. Kwa hiyo swala la salafi si la jana na leo, la mwaka 2600. Wakati walipokuja vijana sasa na fikra mpya, wakajifanya wao ndio masalafi, wakaona waliowatangulia wote nao pia walikuwa watu wa bid'a. Subhanallah. Yaani kama vile wao ndio wameanza. Sasa wao badala ya kupambana na wale ambao kwa asili ni watu wa bid'a wanafahamika, ugomvi wao mkubwa umekuwa na watu wa sunna. Na kwa sababu wakati ule jina la watu mashuhuri hawa watu wa sunna walikuwa kitu Answari. Kwa sababu gani? Ya jina la taasisi. Ndio. Kama vile wewe Nasoro Simba wewe. Au Fulunazo Yanga. Jina la klabu kabisa. Lakini haikuwa manhaji ya hawa vijana wa sunna ni Answari, kwa maana jina Answari. Manhaji yao ni ya kisalafi. Ndiyo. Na haya yamebainishwa na wanachuoni wakubwa. Kwa mfano Sheikh bin Baz rahimahullah, walivyoulizwa Ansaru sunna ni watu gani, aliwasifu akasema manhaji yao hawa ni ya kitabu na sunna kwa ufahamu wema, ni salafi hawa. Tayyib. Na watu wasiwabughudhi, wamesimama katika tauhid, wamesimama katika kupambana na shirki, wamesimama katika kupambana na bid'a na watu wa bid'a. Ndio. Sasa hawa vijana walivyokuja, walivyojinasibisha kwamba wao ndio masalafi, wakaanza propaganda sasa kuwataka Waislamu watuone eti sisi ndio watu wa bid'a. Kwa hiyo juhudi yao kubwa, wewe utaona mfano hawa mashekhe wao mashuhuri eti wamehadharisha Waislamu wasiwapeleke vijana wao mahadi limamu Shafi'i. Kuna kampeni eti wasiende kusoma huko. Ndio. Au mfano madrasa Darul Ulum Buraska wasiwapeleke. Lakini utashangaa utazipata klipu hizo za kuwakataza vijana lakini hakuna kaseti hata moja, klipu hata moja kuambia vijana wasende wakasome Tamta Madrasa Shamsia. Wakati wote wanajua kwamba kule ilikuwa ni chimbuko la nini? Bid'a Afrika Mashariki kabisa. Au wamekazana kuwakandia mashekhe wakubwa ambao walipotoka kina Sheikh Said Kutubi, watu wamezaliwa Misri tena wameshakufa kitambo. Ndiyo. Huyu shekhe wa hapa alizaliwa hapa na amekufa hivi karibuni, hawamgusi kabisa, hawana haja naye wala kuhadharisha manhaji yake. Subhanallah. Lakini wamekuwa wa mbele kuwataja majina hasa mashekhe wa Kianswari, fulani mtu wa bid'a, na mwisho walivyoona kwamba hawasikiwi wakaanza kutuhumu tuhuma binafsi.
fulani mwizi, yani sio dini, kaiba shilingi milioni 200, sijui fulani hivi, matusi mengi sana kabisa. Kama mimi sasa jizee hili kwisha, bado muda mfupi kufa. Sasa hiyo ni dawa. Sasa tunachotaka kumwambia huyu ndugu yetu asije akaenda kutafuta elimu kwa kundi kama hili, kwa sababu uzoefu unaonyesha waliokwenda huku wakakaa kwenye markazi zao, yani wiki 3-4 tu, sasa hivi wanajuta, miezi miwili tayari washanywa sumu kabisa. Wewe wamjua Barahiani? Wewe wamjuaje Barahiani? Yule Sheikh wa Sunna. Sasa waweza fukuzwa sasa hiyo. Watu wanajengwa, vijana imekwenda wanajazwa chuki, hata sura yangu haijui. Wewe ukapita mtaani watukano kweli kweli, kumbe wewe mwenyewe uko hapo hapo. Sasa mimi nasema hadhari. Kwanza hawakuja na vitabu vipya hivi ninavyosomesha sisi, wale. Sasa wao zaidi ni kuwatoa watu katika yale mambo yaliokuwa ndio ya msingi, kuwapeleka watu kwamba hawa watu ni hivi, lakini hoja nyingi ni za uongo, na kubwa anaegemea kwenye masala ya ikhtilafu. Na ikhtilafu zina rai katika hawa wanachuoni, ni hao masalafi wamekhilafiana katika masaili mengi, lakini wao watakwenda kuchukua rai moja, wakaona hii rai ya pili atakayekamata basi kisha kwa mtu wa bid'a. Wakati ni ikhtilafu, wenyewe wanachuoni wanaita sairi, zinakubalika. Unaona Kwa hiyo hapa mfano mdogo tu kama unaokumbuka, swala la picha hili sasa hivi liliwashughulisha watu kikweli kweli. Picha haramu. Wanachuoni wote wa kisalafi wanaona picha haramu. Sasa imekwenda mitandao, imekuwa wazi, yaonekana mashekhe wakubwa wenyewe wote wako kwenye mitandao picha, na wao pia sasa hivi wanapiga. Sasa leo ndo wanasema kwamba unajua masala ya ikhtilafu imekwenda, baadhi yao sasa nao wajitoa kabisa, tena wanaongezeka. Alivyosikia shekhe wao katolewa picha yake sana, mwenyewe kajipigia selfie namna hii bwana, kumbe nafaa. Kwa hiyo masala ya picha yamekwisha hivi sasa. Kwa hiyo mimi namwambia ndugu yangu na kila anayenisikiliza achunge ni salafi gani hao. Hawa kwa ufupi wana majina mengi wamepachikwa. Ndio. Masalafia jadida, salafi uchwara, sijui madakhila, sijui ghulatu tajrihi, majina mengi ili kuwapambanua baina ya salafi wa kweli na wao. Maana watu wa kawaida wanaweza wakachanganyikiwa. Sasa mtu asifu salafi na kiangalia kweli swali ni upi? Ana nguo fupi, ana nani? Sasa wao wanajitahidi kuambia watu tofauti baina ya wao na answari, lakini sasa hoja za uongo. Kabisa. Hawa wana tabia, hawa kwanza wana nidhamu ya wanachama. Na hii ni bid'a. Unaona? Hoja zao hizo. Nidhamu ya wanachama na hii ni bid'a. Halafu pili, katika wanachama wao pia watu wa kadi wanachangisha. Mmoja nilizungumza mimi kujibu huyo mtu mmoja, jadida mmoja, kwamba wewe bwana, ulimwengu huu wa sasa utawadanganya watu. Kwanza wewe unasema tuna kadi, tafuta kadi hata moja, uipige picha alafu tuletee. Haipati. Au mara nyingine wana nidhamu ya uchaguzi ya demokrasi, wanapigania kura, wanagombea kura. Inna lillahi. Jamani, sisi tuna nidhamu hiyo. Halafu isitoshe, yule anayechaguliwa wanamfanyia bai'a, eti wanatoa kiapo cha utiifu. Inna lillahi. Wallahi tallahi fulani Barahiani tutakutii kwa makra na manshati. Haya, sasa hata utafiti mdogo wako hapa Tanga, na sisi tuna tabia, mtu akitaka kuhudhuria mkutano wetu kama mgeni twampa kabisa, na mpaka leo twawaalika sisi kwenye mkutano waje waone kweli kuna hiyo bai'a. Lakini sasa kwa watu wasiojua wanaona ni kweli. Hasa ilivyo hii miji yetu, mtu kishaambia yule usimsikilize, ina maana unataka usikilize wewe tu. Ndio maana yake. Unaona? Watu wangapi wameambiwa bwana, msimsikilize yule Barahiani yule, msimsikilize fulani, msimsikilize fulani. Kwanza kwenda kuwafunga watu kichwa chao, kakifunga wakawa hawana uwezo wa kusikiliza. Wewe ni nani? Kabisa. Wewe si pia kijana funzi tu. Kabisa. Iwe wewe eti una elimu ya kujua huyu hafai kusikilizwa, huyu hafai kusikilizwa. Wanachuoni wote wanakubaliana wengi kwamba
elimu ya kusema huyu ni mtu wa bid'a, huyu ni mtu wa ni hizbi, ni elimu ya wanachuoni waliobebea. Sasa mimi naweza nikasema fulani anayesoma Shamsia ni mtu wa bid'a kwa sababu kimsingi mapote yao ni ya bid'a, masufi kabisa. Lakini mtu wa sunna ambaye maisha yake yote kayapoteza katika kuipigania sunna, kuipigania tauhid, unakwenda kumpa red card ghafla kwamba huyu si tena. Mtu atangaza sasa maadui zetu wakubwa ni Answari na kuwapanga kabisa unaona. Kwa hiyo huyu ndugu nasema tukariri kwamba achunge, asitumie hili jina tu hivi hivi. Hili lishachafuliwa hivi sasa. Wao wenyewe kwa wenyewe hivi sasa washapasuana. Kwanza ukiuliza salafi, nitakuuliza wataka kwenda kusoma kwa Hajawira au kwa Baramika au kwa Fushiyuna, maki wamegawanyika makundi sasa hivi. Yani hivi sasa ni ndondi wenyewe kwa wenyewe, unaona. Hao Mabaramika wana tayari vita, ukija huku Mafushiyuna vita, ukija kwa huku kwa Hajawira na vita hivi sasa, kwamba kule tumekataza taasisi. Sheikh wa Dar es Salaam na Sheikh wa Bomang'ombe vita hivi sasa inaendelea. Haya sasa nikasome wapi hapa? Njia sahihi ni kwenda kwa watu wa sunna waadilifu, unaona, wenye kufuata Qur'an na sunna na hawana tabia hizi za kubughudhi watu, kuwapa watu red card. Nafikiri tumjibu ndugu yetu. Asante.